Historia ya wilaya ya Mufindi tangu kuanzishwa kwake na kwa nini inaongoza wilaya hii kutoa miti mingi ya mbao. Asili yake ikoje? Kwa nini miti ya mbao mara nyingi kutoka huko? Miti ambayo faida zake zinatumika katika kutengeneza furnitures, kwa maana ya vitu vya kuchonga kama kiti, meza, makabati, na hata wakati mwingine inatumika kama mbao kwa ajili ya kufanya building katika majengo. Haikuishi hapo, miti hii mara nyingi huzalisha makaratasi ambayo mara nyingi tunaitaga A4 papers, makaratasi ambayo kwa lugha nyingine tunaita rim. Basi yanatokana na miti hii ambayo inapatikana huko Mufindi. Nitaenda kupitisha katika historia ya wilaya hii ya Mufindi ambayo inapatikana katika mkoa wa Iringa. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi. Katika simulizi hii utaenda kujifunza mambo mengi sana na utaenda kuyajua mambo mengi kuhusiana na mkoa wa Iringa ndani ya wilaya ya Mufindi. Asili ya historia ya wilaya ya Mufindi. Wilaya ya Mufindi ni mojawapo ya wilaya 4 za mkoa wa Iringa. Eneo hili lilokuwa sehemu ya utawala wa wilaya ya Iringa kabla ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Kabla ya uhuru, Mufindi haikuwepo kama wilaya huru, bali ilikuwa nchi ya utawala wa Iringa, yani Native Authority, na mtawala Mtemi Adam Sapi Mkwawa. Baada ya uhuru, mabadiliko ya kutawala yalifanyika. Maeneo ya Mufindi yawe na utawala wa mkoa wenye wasimamizi na tarafa, na hatimaye ikawa wilaya yenye mamlaka yake yenyewe. Mwaka 1970 hadi mwaka 1980 Mufindi ilibadilika na kupata utambulisho wa wilaya inayojitegemea na kupangwa kisiasa kama ilivyo leo. Kabla ya kupangwa kuwa wilaya yake, mwelekeo wa shughuli za kiuchumi na kilimo ilikuwa ni ulijengwa polepole chini ya sera za serikali ya Tanganyika Tanzania. Muundo wa kisiasa leo, wilaya Mufindi ni sehemu kuu ya kisiasa na ziada. Ufwagi, Sadan, Kibengu, Mapanda na Malangali pamoja na kata 28 zilizopo chini ya usimamizi wa kiti cha wilaya ambayo ndo wilaya ya Mufindi. Chanzo cha jina Mufindi. Kwa sasa hakuna chanzo cha utambulisho cha maana ya Mufindi kinachoonekana kikielezwa wazi kwenye vyanzo vya serikali au fasihi ya kihistoria ilivyoorodheshwa mitandaoni. Jina hili linaonekana kuwa ni la kienyeji, likiwa limechaguliwa kuwa sababu ya eneo au utamaduni wa asili wa Wahehe na jamii zinazokaa kwenye milima na mapori ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kwa nini Mufindi ina miti mingi ya mbao? Wilaya Mufindi ni maarufu kwa sekta ya mbao, yani timber industry, na shughuli zinazohusiana na misitu kwa sababu kadhaa zifuatazo. Mandhari ya milima na hali ya hewa. Mufindi iko kwenye nyanda za juu kusini, jangwa lenye misitu mingi ya hali ya hewa baridi, mvua nyingi. Hii inamaanisha eneo hili liwe mahali pazuri kwa ukuaji wa miti mbao kama pine, eucalyptus na aina nyingine za mbao. Sekta ya mbao ni moja ya zito. Utofauti na ripoti za uwekezaji pamoja na tafiti, uwekezaji zinaonyesha kwamba Mufindi imejikita sana katika sekta ya miti kwa ajili ya uzalishaji wa mbao, nguzo, mbao za ujenzi na uzalishaji wa mikaratusi. Kwa mfano, kuna Mufindi Wood Polish Plant and Timber Limited, kampuni mtaa Tanzania inayotoa mbao za nguzo na vifaa vingine vya mbao. Mufindi Poolwood Research Center TAFORI ni kituo cha utafiti kinachojishughulisha na upandaji na utafiti wa miti kwa ajili ya tasnia ya mbao karibu na wilayani humo. Historia ya kilimo cha miti. Utafiti unaonyesha kuwa eneo la Mufindi lilikuwa na misitu ya asili na miombo kabla ya sehemu kubwa kubadilishwa kwa kilimo na mashamba ya chai. Baadaye sekta ya kilimo cha miti ya mbao ilipanuka kwa uwekezaji na mashamba makubwa ya miti ya pine na eucalyptus kwa ajili ya biashara mbao. Hii yote inamaanisha kuwa misitu imepigwa na kutunzwa kwa ajili ya uzalishaji wa mbao, uzalishaji wa nguzo na bidhaa nyingine za ushonaji, si tu kwa matumizi ya ndani bali pia kwa soko la nje. Kwa ufupi, miti mingi ambao huko inatokana na hali ya hewa nzuri ya ukuaji, uwekezaji wa biashara katika kilimo cha miti na uwepo wa vituo vya utafiti na uzalishaji wa mbao. Sauti za wenyeji, maoni ya jamii. Ingawa ni dokumenti rasmi,
baadhi ya majadiliano na wakazi wa vijiji vya Igowelo, Nzivi, Wambi na Kinyanombo wanathibitisha kuwa kilimo cha miti ni biashara ambao tumeyaona kama chanzo kikubwa cha mapato kwa kaya zetu. Wengi wetu tutegemea miti kwa ajili ya ujenzi, biashara na ajira. Mkuu wa kijiji, ushahidi wa kijamii kwa utafiti wake wa sekta. Asili ya wilaya. Sehemu ya wilaya Iringa kabla uhuru, ikiwa ni wilaya huru baadaye. Jina Mufindi ni chanzo halisi, hakijaidhinishwa rasmi, kinaonekana kuwa ni cha kienyeji. Eneo hili unaweza kuwa unajiuliza pengine lina ukubwa kiasi gani katika wilaya ya Mufindi. Tukizungumzia katika ukubwa wa eneo la Mufindi, eneo la wilaya ya Mufindi lina kilomita 6937, sio kwa ukubwa wa mji mmoja bali ni kwa ukubwa wa wilaya nzima, ikijumuisha vijiji, misitu, mashamba na maeneo mengine ya kijiji na mjini ndani ya wilaya hiyo. Huu ndo usimuliaji wa hadisia ambao tumekusimulia kuhusiana na simulizi ya historia ya wilaya Mufindi. Kama una la kuongezea, basi unaweza ukaandika maoni yako hapo chini, tutarejelea. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV.